chini vimeendelea kupeperusha bendera ya taifa letu kwa kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa na kuwa timu tishio barani Afrika kwa sasa. Hapa nitambue kazi kubwa iliyofanywa na timu yetu ya Yanga kwa kuweza kupiga hatua muhimu kwenye kombe la mabingwa barani Afrika na kufikia hatua ya makundi ya msimu wa 2024-2025 ambayo ni muhimu sana kwa ustawi wa ubora wa ligi yetu. Mheshimiwa Spika, jana tarehe 25 Juni 2025 ulichezwa mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC maarufu Kariakoo Derby kati ya Yanga na Simba katika dimba la Benjamin Mkapa maarufu Lupaso. Mchezo huo ulimalizika kwa timu ya Yanga kuifunga Simba mabao 2-0. Mheshimiwa Spika, naomba nirudie tena. Jana tarehe 25 Juni 2025 ulichezwa mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC maarufu Kariakoo Derby kati ya Yanga na Simba katika dimba la Benjamin Mkapa maarufu kama Lupaso. Mchezo huo ulimalizika kwa timu ya Yanga kuifunga Simba mabao 2-0 yaliyofungwa na nyota Pacome Zuzu na kijana wetu wa Kitanzania Clement Mzize. Mheshimiwa Spika, naomba niungane na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuipongeza timu ya Yanga kwa kutoa ubingwa wa 31 wa Tanzania bara, ikiwa ni ubingwa wa 4 mfululizo. Aidha, niwape moyo niwatie moyo klabu ya Simba kwa kuendelea kupambana mpaka mechi ya mwisho na kuongeza ladha ya timu yetu. Pia niwapongeze wachezaji wote wa ligi zote wa timu zote za ligi hapa nchini. Viongozi wa vilabu vya soka, pongezi sana. Wadhamini na wafadhili wa michezo, hongera sana. Na viongozi wa shirikisho letu la mpira nchini TFF, hongera sana kwa usimamizi mzuri kwenye mpira huu wa miguu. Mheshimiwa Spika, kwa upande mwingine nipongeze sana klabu ya Simba kwa hatua kubwa ya kutinga fainali katika kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa 2024-2025. Timu hiyo ilihitimisha mchezo wake kwa sare ya magoli 1-1 dhidi ya timu ya RS Berkane kutoka Morocco katika uwanja wa New Amaan Zanzibar. Nazipongeza sana timu zetu za Yanga na Simba kwa hatua kubwa ambazo wamefikia, lakini pia naipongeza timu ya Azam FC ikifuatia kwa ubora na uwekezaji mzuri na viwango katika soka la hapa Tanzania. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie maandalizi ya michezo ya CHAN na AFCON mwaka 2027. Mwaka huu 2025 Tanzania imepewa heshima kipekee kuwa mwenyeji wa michuano ya bingwa wa mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ligi za ndani CHAN 2025. Tayari serikali kupitia wizara husika na kushirikiana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imeanza maandalizi ya kina na kuhakikisha viwanja, miundombinu na huduma muhimu zitakidhi viwango vya kimataifa. Na tayari tumeshapangiwa timu 5 zitakuwa Benjamin Mkapa, timu 4 zitakuwa New Amaan Zanzibar. Kwa hiyo tuna timu 9 na vituo 2 hapa Tanzania. Lakini Tanzania itakuwa mwenyeji wa ufunguzi wa michezo ya CHAN mara tu itakapoanza mwezi wa 8. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Juni 2025 ukarabati wa uwanja wa New Amaan Zanzibar umeshakamilika. Ujenzi wa uwanja wa Arusha umefikia 47%. Ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa umefikia 88%. Mheshimiwa Spika, pamoja na jitihada za ujenzi wa ukarabati wa miundombinu ya msingi, vile vile ukarabati wa viwanja vya mazoezi unaendelea vizuri ambapo ukarabati wake umefikia 90%. Viwanja hivyo ni Gymkhana, uwanja wa chuo cha sheria na uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kule Mbezi Beach, Mbweni. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2024-2025 wanamichezo na timu mbalimbali wamefanya vizuri katika mashindano ya kimataifa na kuipeperusha bendera ya taifa, na baadhi ya timu na wanamichezo waliopeperusha bendera ya taifa na kuletea heshima nchi yetu
ni pamoja na hawa wafuatao: moja, mabingwa mashindano ya wanawake Afrika Mashariki na Kati, CECAFA Senior Women